Ujumbe mkali kutoka kwa chama cha Chadema kwa CCM umeibua hisia mseto nchini Tanzania. Ujambo na karibu. Asubuhi ya Disemba tarehe 16, kauli moja ilipasua pazia la simulizi lilothibiti siasa za Tanzania kwa miongo kadhaa. Mwanasheria mkuu wa Chadema Rugemeleza Nshala alitangaza hadharani kwamba CCM haiwezi kushindana na Chadema katika uwanja wa siasa. Haikuwa kauli ya kujipigia debe tu, ilikuwa ni changamoto ya moja kwa moja kwa mfumo mzima wa madaraka uliojijenga juu ya dhana kwamba chama tawala ndicho muhimili pekee wa siasa za nchi. Kauli hiyo ilitolewa kupitia Jambo TV, ilibadilisha mjadala kutoka nani yuko madarakani hadi nani anamiliki uhalali wa kisiasa mbele ya wananchi. Ndani ya dakika chache kauli hiyo ilianza kuzungumzwa mitandaoni, vijiweni na ndani ya miduara ya kisiasa. Ilikuwa tamko lilolenga kuondoa uoga, kuvunja ukimya na kuonyesha kuwa mapambano ya kisiasa Tanzania yameingia hatua mpya. Na kwa miaka mingi Chadema imekuwa ikitambulishwa rasmi kama chama kikuu cha upinzani, na Nshala alikataa kabisa lebo hiyo. Kwa msimamo thabiti, aliweka hoja kwamba nguvu ya chama cha siasa haipimwi kwa muda wa kukaa madarakani, bali kwa uwezo wa kushawishi, kuhamasisha na kusimamia maslahi ya wananchi. Na katika muktadha huo alisisitiza kuwa Chadema kimekuwa chama kikuu cha siasa kwa sababu kimejenga imani pana ya wananchi kupitia mapambano ya muda mrefu ya kudai haki, demokrasia na utawala wa sheria. Kauli hii ilivunja mantiki ya kisiasa iliyotumiwa na chama tawala kwa muda mrefu kwamba historia ya uongozi ni sawa na uhalali wa kisiasa. Nshala aliweka wazi kwamba historia pia bila ridhaa ya sasa ya wananchi ni mzigo, si faida. Kauli ya Nshala haikutokea kwenye ombwe, imetolewa katika kipindi ambacho Tanzania inaelekea kwenye mchakato wa uchaguzi, wakati ambao mazingira ya kisiasa yamekuwa yakilalamikiwa kwa kukosa ushindani wa haki na uwazi. Na katika chaguzi zilizopita, hususan kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2020, taifa limeshuhudia kuongezeka kwa malalamiko ya kuingiliwa kwa shughuli za vyama vya upinzani, kukamatwa kwa viongozi, kufungiwa mikutano na vilevile matumizi makubwa ya vyombo vya dola katika siasa. Historia hii imejenga mazingira ambayo kauli ya kujiamini kutoka upinzani haionekani tena kama maneno ya kawaida, bali kama kitendo cha ujasiri kinachoweza kubeba gharama za kisiasa na binafsi. Kwa miongo zaidi ya 6, Chama cha Mapinduzi kimeendesha siasa katika mazingira ambayo mara nyingi yameipa faida kubwa dhidi ya vyama vingine. Udhibiti wa rasilimali za dola, ushawishi ndani ya taasisi za kiserikali na historia ya chama tawala vimejenga uwanja wa ushindani usio sawa. Na katika mazingira hayo, madai ya CCM kushindwa kushindana yanakuwa na mfano na maana tofauti. Si kwa sababu ya udhaifu wa kihistoria, bali kwa sababu ya kupoteza mvuto wa kisiasa miongoni mwa wananchi. Na kauli ya Nshala aligusa kiini cha tatizo hilo, iliashiria kwamba hata kwa kutumia nguvu ya dola, propaganda na mifumo ya kisheria yenye utata, chama tawala kinakabiliwa na changamoto ya msingi ya uhalali wa kisiasa. Nshala alisisitiza kuwa nguvu ya Chadema imekuwa ikiongezeka kila siku licha ya vikwazo vinavyolenga kukidhoofisha, na hii ni hoja inayopata uzito inapowekwa katika muktadha wa historia ya chama hicho. Kuanzia harakati ya No Reforms No Election, maandamano ya kudai katiba mpya, hadi kampeni za kudai tume huru ya uchaguzi, Chadema imejijenga kama chombo cha madai ya mabadiliko ya kimuundo. Uungwaji mkono wa wananchi, hasa vijana na wakazi wa mjini, umeendelea kuonekana katika mikutano, mitindo ya kijamii na mijadala ya umma, na hii imeifanya kauli ya Nshala ionekane kama tamko la kile ambacho tayari kimeonekana chini kwa chini katika jamii. Na katika maelezo yake, Nshala alieleza kuwa Chadema imekumbana na mara kwa mara na vikwazo vinavyolenga kukidhoofisha kisiasa. Haya ni mazingira yanayojulikana kuwa marufuku ya mikutano, kesi za kisiasa na matumizi ya sheria za kiutawala kudhibiti shughuli za vyama. Badala ya kuua chama, hatua hizo zimeongeza taswira ya Chadema kama muhanga wa mfumo usio wa haki, jambo liloongeza uungwaji mkono wa wananchi.
Katika historia ya siasa za Tanzania na Afrika kwa ujumla, vyama vinavyobanwa mara nyingi hujijenga upya kama alama za upinzani halisi dhidi ya mifumo dhalimu. Kauli ya Anshali iliakisi ufahamu wa kihistoria kwa mzunguko huo. Kauli hizi zimezua mjadala mpana miongoni mwa wadau wa siasa na wananchi. Kwa upande mmoja zimeonekana kama ishara ya kujiamini na dhamira ya kuleta mabadiliko ya kweli. Kwa upande mwingine zimeibua hofu ndani ya mifumo ya madaraka ambapo imezoea utii na si ushindani wa kweli. Mjadala huu unaingia kwenye nyakati nyeti ambapo Tanzania inahitaji majibu ya msingi kuhusu mwelekeo wake wa kidemokrasia. Kauli ya Anshali imeweka shinikizo kwa taasisi za uchaguzi, vyombo vya dola na uongozi wa kisiasa kudhibitisha kama ushindani wa haki unawezekana kweli. Tamko la Disemba 16 halikuwa la kawaida. Lilikuwa ni jaribio la kurejesha ujasiri wa kisiasa katika taifa ambalo kwa muda mrefu limefundishwa kuamini kwamba madaraka hayabadiliki. Na kauli ya Anshali imefungua kurasa mpya wa mjadala kuhusu uhalali, ushindani na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Na mustakabali utategemea kama wananchi wataendelea kukubali simulizi la nguvu ya kihistoria bila uwajibikaji, au watachagua kusimama na kudai siasa zinazotokana na ridhaa yao. Kimya, hofu na kuahirisha maamuzi ya msingi kutaacha mfumo ule ule unaozalisha migogoro, ukosefu wa imani na kuyumba kwa taifa. Tanzania inapokaribia uchaguzi mwingine, pengine kauli hii itabaki kama kioo kinachoonyesha ukweli mgumu kwamba madaraka yasipohojiwa hujenga mifumo inayodhani haiwezi kushindwa hadi siku inapofika ambapo wananchi wanaamua vinginevyo. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha, bila kuegemea upande wowote. Hapa tunakuletea ukweli jinsi ulivyo. Zidi kuwa pamoja nasi kwenye safari hii kwa kutusupport, kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu kila mara, na inatuwezesha kuwafikishia ujumbe wale ambao hawajapata taarifa hizi na vile vile wale ambao hawajajua kwamba tushaleta taarifa hizi kwenye channel yetu ya Kenyascope. Vile vile kumbuka kugonga alama hiyo ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi kila wakati ambapo tunazileta hewani. Manake hapa ndipo unapata ukweli dhahiri bila kuegemea wala kupindisha chochote.